Baraka One TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kusini, wazalendo waongwa pesa kuiangusha Uvira. Kivu ya Kaskazini, watoto wa shule za msingi wachoshwa na viongozi serikalini. Kinshasa, Constant Mutamba afika kibabe mahakamani, harudi akiwa mtu huru. Majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika Mashariki, tarehe 4 za mwezi wa 6 2025, ambako kunasikiza matangazo yetu kutoka moja kwa moja DRC. Kumbuka operation Saidia Mzalendo bado inaendelea, na kama hujaungana na operation hiyo, tafadhali tumia namba ambayo unaona kwa screen yako ili uweze kuwasiliana pamoja na Baraka One TV. Pia tembelea Baraka One TV channel 2 ili uzidi kupata matukio mbalimbali kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka jimboni Kivu ya Kusini, ambako wazalendo waongwa pesa kuiangusha Uvira. Hippolyte Kanambe maarufu kama Joseph Kabila amekuwa akituma pesa mara kwa mara kwa baadhi ya makamanda wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ili kuendeleza kuiangusha miji mbalimbali jimboni Kivu ya Kaskazini pamoja na jimboni Kivu ya Kusini. Safari hii ilikuwa ni kwa upande wa wazalendo, ambako walipokea kitita cha dola 200,000 ili kuweza kuiangusha Uvira, safari ikiwa ni Fizi, Manyema, Tanganyika mpaka maeneo ya Lubumbashi. Pesa hizo ambazo zimetumwa kwa ajili ya wazalendo ili kuweza kuiangusha Uvira, wazalendo wameweza kuzipokea na kuziweka hadharani mbele ya mamia ya wananchi, huku wakisema kwamba pesa hizo watazila na kichapo bado kitakuwa pale pale. Kitendo hicho ni kitendo ambacho kimeweza kuwashtusha raia wengi, na pia kimewaweka na kuwajenga raia wengi jimboni Kivu ya Kusini, na wakisema kwamba wazalendo songa mbele, raia bado tuko nyuma yenu. Mengi na zaidi, sikiza ujumbe huu kutoka katika uwanja wa mapigano. Jimboni Kivu ya Kusini ni eneo ambalo magaidi wa M23 wamekutana na upinzani mkubwa, huku wakipoteza idadi kubwa ya makahoko ambayo haijawahi kutokea. Hawa ni wazalendo ambao walipata mlungula kutoka kwa rais mstaafu ambaye ni Hippolyte Kanambe maarufu kama Joseph Kabila, akishirikiana na ndugu yake wa imani Bwana Paul Kagame. Walitumia nafasi hiyo kuweza kutuma takriban dola 200,000 kwa wazalendo wa jimboni Kivu ya Kusini ili waweze kuwapea njia ya kuingia Uvira na kuchukua maeneo ya Uvira, Fizi, ili kusonga mbele mpaka maeneo ya Manyema, Tanganyika, safari ikiwa ni kuelekea jijini Lubumbashi. Lakini wazalendo wa jimboni Kivu ya Kusini wamepokea pesa hizo na kuziweka hadharani, huku wakionyesha raia kwamba tunakula fedha hizi na wala hawatotupeleka fasi, tunakula pesa na bado kichapo kitazidi kuwa pale pale. Wazalendo wa jimboni Kivu ya Kusini ni chui mwenye hasira kali baada ya kuporwa, kuibiwa, kubakwa kwa wanawake wetu pamoja na watoto wetu. Imefanya hasira kuweza kuzidi maradufu, na hivyo kuhapa hakuna njia ya kahoko kupita jimboni Kivu ya Kusini. Na baada ya taarifa hizo, moja kwa moja tupande jimboni Kivu ya Kaskazini,
ambako watoto wa shule za msingi wachoshwa na viongozi wa serikali. Watoto wa shule za msingi katika harakati za masomo wameweza kutuma ujumbe mzito kwa serikali, huku wakililia serikali kwa kazi mbovu wanayofanya wakati wananchi wanateseka na kukosa mahitaji muhimu. Watoto hao ambao wanaonekana kuchoshwa na kusikitishwa na vitendo vinavyofanywa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia sherehe za darasani, waliweza kutuma ujumbe mkubwa kwa serikali. Mengi na zaidi, sikiza ujumbe huu kutoka kwa watoto hao wa shule ya msingi. Mabibi na mabwana wote waalikwa wamefika hapa, amjambo. Nasema kwa mara nyingine tena amjambo. Nina ujumbe ambao nataka niutoe kulingana na haki kutokutendwa sawa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni ugonjwa ambao upo nchini kwetu ambao kila mtu haujui. Nchi zote za dunia zinakuja kupata kwetu, lakini tunaishi kama watu ambao wanafanya michezo ya kuigiza. Kutokuwa na usawa unazidi. Nchi ngeni na majirani wanaishi kama paradiso, lakini wananchi wanazidi kufa kwa njaa. Tunaishi maisha bila kuwa na uhakika. Sasa napofikiria serikali najihisi vibaya kama likula chakula kisichokuwa na ladha. Wakati wa kampeni wa wanasiasa wanajifanya kuwa marafiki zetu, wakati wapo kwenye kutafuta kupigiwa kura. Baada ya uchaguzi na kupata kura wanatusahau na wanasahau mateso yote ambayo raia tunapitia. Na wanapokuwa bungeni wanajigawia pesa za serikali. Wamoja kati yao wanachukua dola 500, wengine wanachukua dola 300, wengine dola 200, na wengine dola 100, wengine dola 21,000. Wakati mwanajeshi ambaye yuko kwenye uwanja wa mapigano analipwa dola 35. Mwalimu ambaye anashughulika na wanafunzi na baadhi ya viongozi wanachukua dola 75. Sio usawa kabisa. Kongo nchi yangu. Ili mwalimu aweze kupata mshahara sawasawa na mbunge kwa mwezi mmoja, inabidi afanye kazi ndani ya miaka 22. Jamani ndugu zangu, kutokuwa na usawa ni vita nyingine ambayo iko na mfumo mwingine. Jamani ndugu zangu, nieleweni. Mshahara wa mwalimu wa miaka 22 ndio mshahara wa mbunge kwa mwezi mmoja. Na ndio maana ndani ya nchi hii kila mtu anatamani kuwa mwanasiasa, kwa sababu wanasiasa ndiko sehemu ambako mtu anajivunia pesa bila kuvuja jasho nyingi. Kutokuwa na usawa ni vita nyingine ambayo itakuja kutuangamiza. Jamani viongozi, rudisheni akili sehemu moja ili muweze kuwajali wananchi. Ujumbe huu umeandikwa na walimu wa Epe Bikobo na umewakilishwa na mimi kijana wenu mzee wa Bwako. Unaendelea kusikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tarehe 4 saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa ni moja majira ya Afrika ya Mashariki. Ejide Kizenga Tembele King Sele the only one Kiki, ukiwa unasikiza Baraka One TV. Kizaba Ayeba, unatufuata vizuri kutoka nchini Marekani, kutoka Europe, kutoka South Africa, kutoka Central pamoja na East Africa, na hii ni Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko jimboni Kivu ya Kaskazini, na moja kwa moja tuingie ndani ya jiji kuu la Kinshasa, ambako Constant Mutamba afika kibabe mahakamani na harudi akiwa mtu huru. Baada ya kuweza kualikwa na mahakama, bwana Constant Mutamba hiyo tarehe 3 za mwezi wa 6 ameweza kusindikizwa na maelfu ya wananchi katika mahakama moja ndani ya jiji la Kinshasa ili kuweza kusikilizwa kwa kesi ambayo iko na mkabili. Baada ya mazungumzo na jaji mkuu, hatimaye Constant Mutamba alitoka maeneo ya mahakama na kurudi ofisini kwake, huku akiwa na chungwa na maelfu ya wananchi. Ameweza kuzungumza kwa takriban masaa 3 na jaji mkuu, huku akipangiwa ratiba ya tarehe 6 za mwezi huu wa 6
ambako tena anatakikwa kuweza kurudi mahakamani hapo ili kuendeleza mazungumzo ambayo yanazidi kumkabili. Kesi ambayo inamkabili ni kulingana na ujenzi wa gereza maeneo ya Kisangani. Mengi na zaidi ujumbe huu kutoka Kinshasa. Nini kinachoendelea kulingana na kesi hii ya Constant Mutamba? Mengi na zaidi, embu sikiliza ujumbe huu. Makambo wana olandiwana oui eza baje ya Kamere na Firmin Mvonde, procureur général ya cour de cassation. Eza plan na bango lokola ye abande ko menacer afungola ba dossier ya 100 jours ya Kamere. Procureur pe auto somba ndako moko ya ba million na Belgique. Nde alukaki a enquêter ayeba origine ya mbongo wana. Yango ku bango basali ekeno ayibi. Oui. Projet ya ku sala prison ya sika ezali, mais mbongo wana même ministre ya finance azali ko témoigner bien que mbongo ezali en banque bimina noté. Ozoka mais procédure oye Mutamba salaki ya ko contacter ba entreprise moko boye o ezana expertise te po basala bazwa marché wana nde ezalaki ya mabe. Alors eloko oyo tozana yango wana lelo oyo nde tolo bana yo lelo oyo boye melendi chef de l'état ayambaki akonvokaki procureur général ya république ye Mvonde wana akonvoke Mutamba, akonvoke président cour constitutionnel yenda zali président conseil général des magistrats, akonvokaki bango bazaki na cité ya Oiwa awoti ko gangela bango eza plan oyo bazoluka basala nini ba desabiliser Tshisekedi ba makambo eza ebele awa lelo to bana lelo bakangi ba français mibale na ndako Azaria Surubero, ba français mibale na kati na résidence na Gombe, Rwandais moko Kenyan moko bazalaki ko préparer déjà coup ya babare Tshisekedi le 15 juin oyo avant akende États-Unis. Alors bakangi bango batona babimisi ba vérité ebele batangi plan nyonso tout bazaki na kati na ba Kamere na kati. Alors eza musala siko ya justice asala makambo na ye a enquêter par rapport ya ba allégation oyo ba suspect mibale wana babimisi po ba français pe bakangi bango déjà ba maboko ya l'état bokolanda bango kala mingi te bakosambisa bango. Donc nakoko bombela o sango moko ya mabe penza o ebimi na bombela na jamais nakobombela yo Mutamba akele ko démissionner tika démission na eti sekela boya di démission na ozaka ministre na ngai quel que soit ba plan tout bango ba osala nga na yebi yango déjà yo za ministre na ngai kende kesa musala na ko démission na yote. Donc ba plan na bango nyonso tout ba osala nzamba zo bisango libanda polele congrès américain baza prêt basala nini ba travailler à l'immédiat dès que kaka accord zo signamé baza ko kitisa ba service nyonso tout pour service de renseignement bazalaki na États-Unis ya DGM azalaki wana ya ANR azalaki wana ya oyo nini ya DEMIAP bango tout équipe mobimba bauti koya bakozonga lisusu na Tshisekedi na mikolo oyo eza koya na kati ya accord wana ya RDC États-Unis. Mais toyoki ba source eza crédible que Kagame akokende te aza koluka a créer maladi ya lokuta. Na hapo ndipo tunangoa nanga kwenye matangazo yetu ya asubuhi hii ya saa 12. Mengine tukutane saa 6 ambako tutakuwa na mengi sana ya kujadili. Majenerali ambao waliweza kula pesa za serikali na ambao wako ndani ya gereza. John Numbi na pia Tango 4 wameweza kukimbia Kinshasa na kuingia maeneo ya Goma kwenda kuungana na Josefu Kabila. Mengine saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 kwenye mitazamo mbalimbali ya wananchi. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga na hii ni Baraka1 TV.